Basi kama kawaida, ikiwa ni sehemu ya 10, tuko tunazidi kusonga mbele pale tulipoishia. Basi ndipo tunapokwenda. Ukiwa pale YouTube, hakikisha unafanya subscription, yani una subscribe hapo chini ili tuweze kwenda sawa. Upande huo binti anasema hawastaki kuweza kujua, ambao binti alikuwa akimweleza kwamba waondoke na yeye, kwamba anampenda, waondoke na yeye kwa sababu mambo yameweza kuwa mabaya. Basi kamba naomba ondoka na mimi sasa hivi, na kuomba tuondoke. Kamba nilikuwa natania binti anajaribu kupotezea, lakini kitu ambacho anajua kwamba anampenda Fu Hongxue. Kamba siwezi kupenda nione mbele ya macho yangu ukiwa unaweza kuzurika. Kuna mtu ambaye ametumwa uwe aje kukua wewe leo. Basi muomba alimsikiza akaondoka na binti, ambapo ndipo tulipoweza kuishia katika sehemu ya 9 kule. Kwa Fu Hongxue anaondoka na mtoto wa kike, ameshapendana tayari. Cheki mambo hayo. Kwa mbali sasa kule juu ya mlima, mamake na Fu Hongxue ndo anaona mzee, akaona mpango umeweza kwenda sawa. Kijana anaonekana akamilisha mpango. Mama alikuwa na tabasamu nzuri sana siku ya leo, ambapo anakumbuka mara mwisho alimwagiza kijana Fu Hongxue, alimwambia kwamba hakisha binti Ma Fangli ana fall in love, yani anampenda Fu Hongxue. Anaweza kufanya hivyo peke yake ndio kuweza kusaidia ufalme wa 10,000 Hall. Hakikisha Ma Fangli anatua kwenye mikono yetu ili tuweze kumpata Ma Kang babake. Cheki mambo hayo. Asa Ma Fangli anaonekana sasa hivi ameelekea kwenye giza, na ameshakupenda ndani ya moyo wake kabisa. Hasa soka toka kuogopa tena, wakati wakija tunamaliza mpango mara moja. Unamaanisha nini sana kukaa kusema kitu kama hiki? Ambia tunavyotafuta kulipiza kisasi. Mimi mwenyewe nitamuua Ma Kang, yani babake na Ma Fangli. Lakini naomba tukombe kitu kimoja. Umeshasahau kama nimekuagiza kufanya kitu gani? Au tayari umeshaanza kumtetea binti sababu umeshampenda Ma Fangli, si ndio? Umeshasahau kama mimi mama yako. Wale ni maadui zetu, hawakutuonea huruma sisi. Kwa nini tuwaonee wao huruma hata siku moja? Hawakutuonea sisi huruma kipindi kile. Mama nakumbuka alipomwagiza kijana amekamilisha mpango. Naona ulikuwa mpango wa mama, wanamuita Hu Gang. Cheki mambo haya. Basi upande wa pili huku mzee Yamako kwa anapiga kelele, mzee, mke wangu amechukuliwa, mkiwa hapa mtamuoa nani sasa? Maana yenu nye kuwa hapa ulinzi kitu gani? Binti anaondoka na chukuliwa na ule mfungu wa mpuzi. Haya nini kinaweza kutokea karibuni? Mnamaanisha nini kukaa mnaniangalia tu? Kama tafuteni binti. Kama Mokong, tunaomba uwe mpole, tutakisha mpango unakamilika kabisa, tunamkamata binti na pamoja na mtuhumiwa tunamleta hapa. Nakumbuka umiwe peke yako bibi, basi sisi basi ambao ni mtoto wa mfalme tunapokuwa tumekea ulinzi zaidi. Kubadilisha kitu gani? Nimesafiri mpaka kwenye ufalme wa 10,000 dollars. Sasa nakwenda kumuona, nitamuoa nani sasa hapa? Naenda kumuoa nani? Au unataka mimi nijioe mwenyewe, si ndio? Oya, wewe ndo bodyguard wake wewe. Haya askari, mwanamwe tukamkamate binti, mwanamwe tumrudishe binti ndani ya ufalme hapa. Na huyu mpuzi aliweza kuiba, nitamkata kichwa chake. Aliagiza mwambo anamuita ambaye bodyguard wa binti huyo. Cheki mambo hayo. Sasa wakatoka mzee na nduki hizo, mzee na kisha binti amerudishwa hapa ndani ya ufalme. Nakumbuka binti Ma Fangli anaamua kuondoka na mzee mzima anamuita Fu Hongxue, kaishi naye mbali kabisa yani. Sasa wamekwenda mbali zaidi, Fu Hongxue pamoja na binti yule wametembea muda mrefu zaidi sana, wakati wanapiga story mbili tatu. Basi matangu nilipokuwa mtoto, yani ili jangwa lilikuwa kama sehemu ya maisha yangu. Kama wakati mwingine nilisikia kukata tamaa, lakini baadaye nikaona mchanga ulikuwa kampani yangu kipindi hicho nilipokuwa nikiweza kuishi. Kwa hiyo maanisha wanaichukia sehemu.
Kasa bila shaka anaipenda, sio kwamba anaichukia. 搬到气候好一点的地 Kama 方。 baba yangu alikuwa na muda mwingi wa kuweza kutoka nje ya mfalme, na mimi nikikubaliana na hilo kwa sababu ni kazi yake, lazima aweze kuifanya. 这是我的选择，人生如棋，落子教无悔。我特别喜欢躺在这片沙漠中，闭上眼睛， Anasema anapenda kulala katika michanga ya desert kama hii, 只听到风的声音。 sababu ninapolala kama hivi 街上， kuna sauti ambayo naisikia kwa mbali ambayo inanipa furaha fulani moyoni mwangu. 之后我在想，如果没有了他们， Muda mwingine natamani sana ningekuwa niko hapa muda wote, 你也不是万。 lakini siwezi sababu mimi tayari 这片大漠吗？ kwamba kumbe unaelewa sana ili jangwa, si ndio? 知道的秘密。 Hapa kuna siri ambayo unaifahamu kuhusu ili jangwa. 和你一样，隐藏了很多的秘密。 Kama bila shaka, 因为如此， lakini ni kwa sababu 也许 kina umakini wake aina yake. Kama hizi siri unazifahamu, si ndio? 半死不辞。 Kama mimi niko tayari kutoa maisha yangu, lakini nataka kujua hiyo siri ni siri gani. 你想不想跟我一起揭开这片沙漠？ Nataka nikumbushe kwamba siri zilizofanywa na watu waliweza kupita hao mama zetu na baba zetu. 老人说，这片沙漠的深处 Watu wa huko mbali wanasema kwamba 名叫蝴蝶坡，传说那里有世界上最美的蝴蝶。 anasema ati kwamba kuna hii lijangwa, kuna mahali ambapo wanakaa vipepeo fulani ambao wanakuwa ni wazuri zaidi, wanapatikana huku. 很少有人能够真正去到那里， Kuna ile ziwa moja unaweza kwenda kunichukua tukaenda ukatazama pale. 都没有机会去那里。 Maana miaka 20 nimemiss kwenda kwenye hiyo sehemu ambao nasemekana kuna ziwa ambalo lipo. Babangu aliweza kuniambia na watu wa zamani kwamba la pepeo aina tofauti tofauti. Basi mambo anamwambia nitakupeleka. Binti alitabasamu na furaha nyingi. Basi wale kuweza kwenda, maana binti alisema ameshampenda mwamba, hayuko tayari kwenda naye popote anakotaka kuweza kwenda. Cheki mambo hayo. Sasa kama ndiji hilo kwenye mitambo siku ya leo, basi namba za simu ziko hapo juu. Nataka tuweze kufanya kazi, basi unanipigia simu, tunaweza kuzungumza, tunafanya biashara. Basi binti ndo alikuja kwenye ile eneo ambalo alikuwa anaweza kulitaka muda wote aweze kufikishwa. 你为什么要杀我爹？ Kaambia kuna nataka kumuomba babangu. Binti anafahamu ani mapenzi ni kitu cha ajabu kabisa. Binti anafahamu kabisa huyu ndo mtu aliyetuma kuja kumuomba babake, lakini amempenda. 拖到我 Cheki mambo hayo. 知道他们的理由。 Kama sitaki kujua mambo kuhusu zamani aliweza kupita, maana ninachojua kama mimi ni mapenzi yangu kati yangu mimi na wewe. Sasa kwa mbali sasa wazimu wanakuja kumfuata binti kwa sababu inasemekana kama Fu Hongxue yuko na binti huyu hapa. Pasipo kujua kwamba Fu Hongxue, binti amempenda Fu Hongxue peke yake. 知道你的故事。 Kama maana nataka kujua story kuhusu maisha yako, kwa binti anaendelea kupiga naye story. Kama nataka kuweza kunijua mimi, si ndio? 就像我想要找到蝴蝶坡。 Asema nataka kujua vizuri sana kama vile vipepeo wanavyoweza kuruka. 也许这个世上 Kama hapa kwenye dunia hii kuna amna vipepeo kama hao, wanasemekana kwamba kwa eneo moja tu ambao ni hapa. 可能一只蝴蝶都没有。 Lakini pale inaonekana hakuna kipepeo mmoja tu peke yake. 相信我的直觉。 Kama naamini sana kutokana na situation tulionayo. 你真想知道我为什么要杀你？ Kikweli nataka kujua kuhusu kwa nini nataka kumuoa babako. Binti akabai ndio. Upande wa pili kwa lazima wanakuja mzee. Ho. Kama wako hapa, tuondoke. Tuondoke. Watu kamata hapa, binti alimwagiza aweze kuondoka. Au ni askari wa ufalme babake, lakini binti hataki kuweza kufahamu. Cheki mambo hayo. Sasa ndo anakuja mzee, anamtaka binti huyu hapo, mzee binti wa mfalme. Ameshasema kwamba Fu Hongxue ndo ameweza kumkamata. Lakini binti anapokaa na Fu Hongxue kama hivi, anajisikia furaha moyoni mwake, na raha yake anampenda. Anasema kwamba furaha ameipata kwa kumuona Fu Hongxue. Cheki mambo hayo. Kafika hapa kwa watazama wako upande gani mzee. Mwamba ndo akawaona mzee, katupa macho. Wale kule kafuateni haraka. Fukuzia wote hao, wanamdondoka na binti wetu wa mfalme kwa sababu gani? Cheki mambo hayo. Sasa ndo ameenda kumfuata mzee, hapo kumenuka mzee. Lakini binti anapokaa karibu na Fu Hongxue hivi ndio anajisikia furaha muda wake, na ndio kitu ambacho anataka kukipenda muda wote. Yuko tayari kutoa maisha yake kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu anampenda mtu ambaye ni adui wa ufalme wa babake. Cheki mambo hayo. Huku wanatoka mbio mpaka wameingia, wamaliza jangwa nzima, wanaingia katika msitu. Wewe simama pale. Wanaagizwa waweze kusimama lakini hawasimami. Cheki mambo hayo. Binti tena anaendesha farasi, maana yake amempenda, ni mapenzi, hana kitu chochote mzee. Cheki mambo, akafika kaekwa kati. Sasa utakwenda wapi? 大小姐， Binti,
Usipende kutuambia kwamba utaondoka na mtu huyu. Tunataka kuweza kurudi katika ufalme wa babako. Na usisahau kwamba unataka kwenda kuolewa hivi karibuni. Big Boss atatuadhibu sisi wote endapo tutakuacha wewe. Kama Big Brother, najua status yangu nilivyo. Na nakwenda kuolewa na mtu ambaye simpendi. Na mimi siwezi kurudi kule na wewe. Samahani sana. Naomba usituruhusu tuondoke bila wewe tafadhali. Kamba huyu sio mtorofu. Kamba huyu ni rafiki yangu mzee. Wanamjua kama adui lakini binti akasema huyu ni rafiki yangu kabisa. Huyu ni rafiki yako? Huyu atakuumiza wewe, hamna rafiki wote, wewe ni adui mkubwa wa ufalme wa babako. Kwani karibu naye huyo? Lazima tukurudishe binti katika ufalme wa Tensa and all. Kama hata wote hao mzee. Foshu anakubali na amesema. Kibo. Kosa moja kubwa mzee, nikipigwa kinatembea tu Foshu huwezi kubali mzee. Cheki mambo hayo. Yule kipigwa na wapigia hapa leo mzee utasema namba hii. Cheki mambo hayo. Mambo Foshu ni balaa tupu. Cheki mambo hayo mzee. Binti akasema sija kaua maskari wa babake. Baba binti anafahamu maskari wa babake. Huyo akiwaua inakuwaje hapo? Oho, na anatamiza tu ni dozi peke yake mzee. Abaki kiongozi mmoja. Wewe. Kimenuka hapo babla mzee ndani ya 2018 DJ Hero kama kawa. Huyo akamka mzee jaribu kusema naye na kiongozi na bodyguard wa binti huyo hapa mzee. Cheki mambo. Hawezi kitu hapa. Huyu ni Feng Shui, ushaambiwa ni fundi wakipiga panga balaa. Cheki mambo hayo. Apo. Wanajaribu kumweka kati lakini wapi jamaa someki mzee. Kibo. Ndio hilo tukapanda za boma mzee, kupenda gongo kama hivi hapa vinapatikana mzee. Namba za simu zinapita kwenye runinga hapo juu, basi hakikisha unanitafuta kama unahitaji kigongo kama hiki. Cheki mambo. Unitafute DJ Hero, anapatikana namba za simu hizo hapo juu. Uweze kwenda sawa kabisa, nitoka pande za boma DJ peke yake. Cheki mambo, wakati Foshu azidi kumaliza kibarua namna hiyo. Huyu anakuja kichwa mzee. Foshu alimuonesha tu kama ana uwezo. Cheki mambo. Cha kwanza hapo mzee upanga ukazuiliwa namna hiyo. Amshika upande wa pili mtu anajaribu kuwa mbabe. Foshu akamchekisha akazunguka mzee, kuzunguka namna hiyo unajua nini kitokea? Kwanza akaweka upanga wake chini kumuonesha kwamba ana uwezo wa kummaliza. Baadaye alimweka buti moja la mbavu mzee afu kamnyang'anya na upanga. Binti akasema samahani. Binti kabidi aingilie. Feng Shui, naomba usimuue tafadhali. Tuondoke. Binti akaondoka. Lakini huyu kumbuka ni bodyguard wake. Nani mao siende naye huyo? Kila mtu wafuateni, msikate tamaa, wafuate hao. Sasa mzee kumbuka na anafuatwa mzee ndani ya jangwa ile zito mzee. Cheki mambo mzee. Hey. Binti anaamua kusaliti ufalme babaye kwa sababu ya mapenzi, anampenda mwamba anamuita Fu Hongxue. Pasipo kujua Feng Shui ni mpango wake binti aingie katika mapenzi haya. Kumbuka Feng Shui anaondoka na mtoto kike lakini ametumwa kazi moja. Akisha binti anaingia kwa mawasiliano kwa mapenzi. Kisha babake amuozeshe binti huyu hatimaye aweze kupata nafasi ya kumuoa babake na binti huyu. Baada binti amekimbia akasema angalia kule. Twende upande huu. Uweza mimi binti leo anakimbia kwa sababu anampenda mwamba. Ni mtoto wa mfalme lakini itakuwaje? Mapenzi ndugu yangu ndivyo yanavyoweza kuwa siku zote kabisa. Kisha upenda mpendo, ukisha kitu kinaitwa upendo kitu moja tofauti kabisa na wengine. Tunapaswa kuweza kujifunza jambo katika picha hii. Anaamua kuacha ufalme babake, anataka kuondoka kaishi na mwamba anamuita Feng Shui pasipo kujua ni adui yake. Anafahamu kama ni adui yake lakini anampenda. Walifika katika ile ziwa ambayo aliambiwa kwamba vipepeo wanaishi vipepeo tofauti walikuwa kiweza kuliongelea. Ziwa lenyewe ndio hili hapa. Walikaa hapo takriban dakika kama 5 hivi. Kumbuka wanazidi kufuatiliwa kwa nyuma. Cheki mambo hayo. Maskari wanakuja, binti akachora ramani. Kama tuingia hapa ndani wanakuja. Inabidi waingie ndani ya maji ambapo huko wanaenda kama kuna usalama wao. Akati unazidi kwenda mbele, kumbuka hapa ni ziwani, kwa hiyo kuna urefu wa kina ndani yake, ndani ya shimo hili. Kama wako hapa ghafla mzee kumbe anamfika kwenye kina kirefu, kwa hiyo walizama ndani ya maji, binti pamoja na mkala anamuita Feng Shui. Wanakwenda ndani ya maji pasipo uoga wote.
Binti yuko tayari kutetea mapenzi baina yake na Fu Hongxue, anaamua kukataa kufuatiliwa. Anapitia hali zote kutokana na kwamba anampenda mwamba wanamuita Fu Hongxue. Walikaa chini ya maji wakivuta pumzi na vitu kama hivyo, lakini ghafla kule chini ya maji kuna mzizi fulani iliweza kumkamata Fu Hongxue ambaye kuna mikono na miguu. Cheki mambo hayo. Ile mizizi ikamfunga. Fu Hongxue anapojaribu kupanda juu inakuwa ni uzito na haiwezekani kupanda juu. Maskini ya Mungu. Mizizi ile ilimfunga Fu Hongxue chini na juu, yani kwenye mikono pamoja na sehemu ambayo ameweza kushika mkono, ambapo panga umeshikiliwa kule panga pia mizizi ile ilikuwa imeweza kumfunga. Cheki mambo. Binti ilibidi arudi juu kutafuta pumzi ili hatimaye amrudie mwamba huyu kuweza kumsaidia, maana mwamba amefungwa chini ya maji na uweza kaenda kuaga dunia. Cheki mambo hayo. Binti alimtazama maskini na Mungu anatamani kulia, kabidi aweze kutoka upande wa juu kwenda kutafuta namna kuweza kumsaidia. Usisahau DJ Hero kama kawa anapatikana kwa 0742140135 DJ Hero kama kawa kwenye mitambo. Toka pande za Boma, Boma ng'ombe pale. Ukitaka kunitafuta DJ Hero basi njoo ulioko upande wa Boma, njoo sehemu moja inaitwa Aidei Wanjani. Yaani shule ya Aidei Wanjani, kisha nitafuta DJ Hero, anapatikana kabisa kwangu Vigongo, ni bei nafuu kuliko hata sehemu zingine kabisa. Ukitaka Gongo Chizima basi kipo kwa DJ Hero, nitafute kwa namba zinapita hapo basi uweze kunipata kwa urahisi zaidi. Binti anakumbuka upande wa huko mkalo la muita Fu Hongxue. Kipindi fulani alipokuwa ametoka katika anapata mafunzo, alikuwa akija kumtafuta mama yake kwenye eneo moja, akiita mama. Cheki mambo hayo. Alimuita mama yake pasipo kuweza kumuona. Baadaye ndipo mama yake alipokuja kuweza kumkabidhi ule upanga. Cheki mambo hayo. Leo ilikuwa ni siku yake kuweza kuapishwa baada ya kuhitimu mafunzo. Kaambia kwa siku ya leo na kuweza kuendelea, wewe sasa hivi ni Mungu. Nataka uweze kutumia uswadi huu kuhakikisha kama unakata vichwa vyao wote walioweza kusika, kisha uweze kurudi. Ukikosea miungu itakulaani pamoja na mama yako pia nitaweza kukulaani endapo utakiuka masharti haya. Alikumbuka kati alipokuwa chini ya maji, maskini ya Mungu. Mizizi imemfunga, akaona kwa zile ndoto zinakwenda kupotea. Cheki mambo hayo. Maskini ya Mungu akiwa kule chini ya maji chakata tumaini kabisa, akihisi huenda binti ameweza kumwacha. Lakini kumbe binti alikuwa amekwenda kutafuta jinsi gani kuweza kumsaidia upande wa juu. Na ndio wakati anarudi kuja kumsaidia mwamba anamuita Fu Hongxue. Mtoto wa kike alikuja leo. Alitafuta kisu kimoja ambacho kuja kuweza kukata mizizi ambayo ilikuwa imeanza kumzingira. Alisikia mwamba ameshaanza kuzirai kabisa yani. Alimwamsha lakini mwamba hakuweza kuamka. Alimkata busu kumpiga pumzi ya mouth to mouth, kumwekea pumzi mkali mwamba wanamuita Fu Hongxue. Na Fu Hongxue ndipo alipoweza kupata nafuu pale pale baada ya kupigwa mabusu mengi na binti huyu. Wanaita huduma ya kwanza mouse to mouse. Check mambo. DJ Hero kama kawa 0742140135. Napatikana kwa namba hizo hapo. Hatimaye nifungua kamba Fu Hongxue alizokuwa ameweza kufungwa na mizizi ile, hatimaye akaamua kuweza kumsaidia. Fu Hongxue akimshangaa mtoto wa kike anavyozidi kuweza kujisaidia kumsaidia pale. Bila kusema Bajei Digital Studio barabara Dorcas basi pale chini ndio anataka kusababisha kigongo kama hichi yanazidi kwenda sawa kabisa. Ni DJ Hero kama pande za Boma mkae kama kawaida, walioko Boma ng'ombe basi hakikisha unanitafuta kwa 0742 140135 ili tuweze kwenda sawa, bila kumsahau Nguruma Bucha barabara Dorcas pale ndio misika zaidi kutuandalia moto hapa. Pata nyama safi kabisa pale toka pale Nguruma Bucha ambao wanazidi kwenda sawa kabisa toka pande za Boma. Hatimaye alitoka upande wa juu, binti aliweza kumsaidia kwa ukubwa. Hali yao ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Binti anamjali Fu Hongxue kweli kweli yani. Cheki mambo.
Ukimtafuta DJ Hero pale ukifika pale kwa Nguruma Bucha basi DJ Hero anapatikana kama kao. Mimi namuuliza tu mdogo wangu mdogo yule pale. Baba yangu mdogo anapatikana pale. Ukifika pale pata nyama safi kabisa, burudani kwenda mbele. Hatimaye baada ya kuweza kutoka ndani ya maji, Binti akamwambia naomba niambie siri yako. Kamba kuna statement ambayo uliongea kumalizia. Kwa nini ulikutaka kumuua babangu? Naomba nimalizie statement hiyo. Ulisema mwenyewe. Basi Fu Hongxue baada ya binti kuweza kumuuliza, naomba niambie kwa nini nataka kumuua babangu. Kaambia kwa sababu nilipokea pesa niweze kumuua, alimdanganya. Kaambia kwa nani? Ni mtu ambaye sijakutana naye amenipa pesa niweze kumuua babako wewe. Binti basi alielewa. Basi huyo mtu atakuwa amekupa pesa za kutosha eh? Kaambia vizuri sana, nimepewa pesa nyingi zaidi. Mamba anaambia binti kabisa kwamba ametuma mume babake, lakini binti akati tamaa ya kumpenda, bado anampenda. Tuondoka upande huko mzee ndani ya Nameless Prevision ambapo binti Kuinong anapatikana huko. Mamba anamuita Ye Kai. Alishagundua kuna mtu ambaye ametumwa aweze kumwangamiza mkali, anamuita Fu Hongxue. Kama rafiki yake lazima kuna mpango aweze kumsaidia Fu Hongxue. Ye Kai alikuwa anapita pita kwa kaanza kujificha ficha kando kando, kuna kitu fulani anakivizia. Sasa nataka nijue ni nani huyo mtu anayekwenda kumuua Fu Hongxue, mtu mwenye uwezo aliyetrainiwa huyo. Semekana kwamba anaingia usiku. Na kule upande pia kuna mtu amevaa mavazi meusi, binti Kuinong anaonekana anampa contract. Anampa order ya kuweza kumuua Fu Hongxue. Maana Fu Hongxue tu ameshindwa kuweza kumuua, anashangaa nani ametumwa leo. Binti akaanza kuzungumza naye kwa pano ndani. Kama bora Fu Hongxue sio mtu wa kawaida kabisa. Lazima utakuwa umemsikia habari zake na hisi. Lakini hatimaye atarudi usiku wa leo na kisha kama unaweza kumuua. Kama basi mimi nitaweza kuondoka, lakini kamata chai uweze kujipumzisha kwanza. Binti akawa ameweza kutoka. Cheki mambo hayo. Semekana kwamba huyo mtu ndo aliyetumwa kuja kumuua Fu Hongxue. Ni nani huyo? Mwamba yuko Fu Hongxue. Habari yako ishakuwa tayari. Yaani ukirudi unauawa ndugu yangu. Inakuaje hapo? Hasa mwamba akazubaa sana muda mrefu pasipo kujua mjulikana. Anajua yuko pale nyuma Kuinong yuko paka akampulizia moshi fulani na sumu huo mzee. Kumbe ilikuwa ni mpango wa gundue nani anayetoaga siri zao hapa. Lakini alikuwa hakuna cha muuaji, alikuwa ni binti yule anaitwa Jumao. Cheki mambo wakakonyezana kwa namna hiyo. Maana kumbe hakuna mtu wote aliweza kuitwa hapa. Ilikuwa ni plan. Baadaye mkalo anamuita Ye Kai baada ya kupulizwa ile moshi. Amepiga doro mzee, amedozi huyo mzee, baada ya kushtuka baadaye sana. Alikuja kwenye chumba kingine kabisa. Afu binti Kuinong amekaa pale, afu kuna moshi mmoja unapulizika hapo ndani. Nini tena? Kakuta amepiga kambi mzee. Kama Miss Kuinong, ni wewe? Nilikuwa naota au nimekosea? Nimeingia kwenye chumba chako leo. Asa leo Ye Kai kumbe alikuwa ametulia hapa asikilizia nini kimeweza kujiri, maana ameweza kumkamata. Ndipo anajikuta anajisikia kwamba yuko dhaifu sana. Kama master wetu amekupa sumu moja inaitwa Hatchet poison. Bora yeye. Na ukushauri ukae na uwe mpole, usikize unataka kukupa order tunaoenda kukupa. Hiyo sumu itakuua, inaingia mpaka ndani ya moyo. Kwa utapita kwenye kifua, hatimaye kwenye mishipa yako ya damu na hatimaye utakufa mdogo mdogo. Kama Ye Kai, wewe ni mtu mmoja mzuri tena, tunakufahamu muda wote. Inaonekana nguvu zako wewe ni nyingi zaidi. Na una uwezo na unalinda Fu Hongxue muda wote. Na ulitaka kujua ni mtu gani aliyetumwa kuja kumuua Fu Hongxue, si ndio? Kama huyo mtu wa kumuua Ye Kai, wa kumuua Fu Hongxue ni wewe mwenyewe. Mimi? Kamba ndiye wewe peke yake na uwezo kumzuia, maana rafiki yako anajua udhaifu wake na vitu kama hivyo. Na naogopa kwamba utaweza kukataa kumtetea Fu Hongxue. Unajua kwamba una uwezo mkubwa, mashallah, unaweza kumuua Fu Hongxue ni wewe. Kwa hiyo nataka mimi nimuue Fu Hongxue. Wakati unajua Fu Hongxue ana uwezo. Nitakaambia niambie utamuua au muue. Nataka nikukumbushe kwamba sumu hiyo niloweza kukupa ni hatari zaidi, kwa maana inakuwa na nguvu ya kuua, itapita kwenye masikio kila mahali. Utakufa vibaya sana.
utatoka damu puani, mdomoni, masikioni, kila mahali. 考虑一下。 Unataka ufikirie kuhusu hilo na hiyo antidote tunao sisi ya kuweza kukufanya wewe ukapona. 这领教了万马堂第一， Kama sasa mnafikiri kwamba mimi nitataka kumuua hata kama mkiniambia. 你们忽略了一件事， Mmeshasahau kitu kimoja eh? 那我很好奇，是什么？ Unaonekana una hofu wewe. 我这个人呢， Kama ni mtu wa kawaida sana, yani wa kawaida sana. 从来都是牵着不走。 Hata kama mkiweza kunifanya mimi niweze kufanya hivi, 嘴还挺。 sitasarenda hata kidogo. Kama jaribu kusikilizia maumivu wewe basi. 少侠和傅红雪 Baada ya kumsikia kwamba Fu Hongxue ni mtu ambaye sio mtu wake wa kawaida kabisa. 想为他着想， Na ukijumuisha kwamba vitu vyote sisi tunavyojua, 你的情啊， anaonekana kwamba unamjali lakini hakujali. 自己的性命， Utapoteza maisha yako kwa sababu yake kweli? Uko tayari kupoteza maisha? 这笔账亏了。 Sidhani kama itakuwa ni ngumu zaidi. 我又不是生意人， Kama mimi sio mfanyabiashara si, 是第一次做， na hii mara yangu ya kwanza sasa tukafanya hiyo kali. 还是另 Siwezi nikamua mtu wote wala siwezi nikamua Fu Hongxue. 死的人可不是。 Tafuta mtu mwingine wa kufanya hiyo kazi, lakini sio mimi tena. Mambo anaamka lakini ambaye yuko dhaifu, mtu anapigwa sumu moja kali uweze amini. Sumu moja kali balaa tupu hiyo yani. 上这么一个人，有种 Anaonekana kama anamtetea huyu mtu, anampenda toka moyoni yani. 看他还能嘴硬多久。 Kama wewe tuone atakaa kiasi gani na hiyo sumu kama atafanya hii kazi. Basi mambo anaita Fu Hongxue, Kikai alikuwa akitoka maskini ya Mungu. Anampenda rafiki yake Kuinong, Fu Hongxue hataki kuweza kumuua, amekataa ile kazi. Cheki mambo hayo. Lakini anapigwa sumu. Ghafla binti akatokea. 我终于找到你了。 Zamani nimekukamata mndani, nimekutafuta muda wote, zamani nimekupata sasa hivi. Kama bado uko tu hapa. 不走啊！ Kama kwa nini bado unataka kuendelea kunijali? Kwa nini? 红雪吃的清汤寡水， Nimekuandalia chakula kizuri cha kufanya upate nguvu kabisa siku ya leo. 15蛇羹给你吃。 Hii ni supu ya five snake yani. 兵家招待 Supu imetengenezwa na wale nyoka hiyo tatu. 好，自己吃吧。 Kabla sina hamu ya kuweza kunywa. Kama ni supu kwanza bakuli moja tu ile basi unalipiga bakuli moja chapuchapu tu mambo 吃了 yanaenda. 呢，我都放。 Kama tayari umesha kuandalia, 保证你吃了一碗巧克力 lakini 二 kitu 碗。 kingine nataka ni kuweza kukuuliza. Hajamaliza kuongea mzee mambo akamsukumia ile supu kule. 跟你说了我没胃口，听不懂。 Nishakwambia muda wote sitaki kuweza kukaa karibu na wewe. Sitaki kabisa kuweza kukaa karibu na wewe mimi. 我花了2个时辰给你熬的， Kama nimekaa masaa 4 nikipika supu nzuri kama ingetegemea utakuja kunisikiliza. 不用对我这么凶吧？ Lakini nini unanionyesha mbele yangu? 丁大小姐， Mr. Dingo nikwambie. 出来走江湖的， Watu wajao wanakutegemea sana. Na usikilize kwa makini mkubwa sana zaidi. 说吧， Kama inamaanisha kwamba uko tayari kukaa mbali na mimi kabisa. 人要有脸， Kama mmoja lazima awe na aibu. 大家撕破脸。 Usilazimishe mapenzi ambayo hayawezi kwenda sawa. Umesikia? Mimi sikutaki na sitaki hata kwa marafiki inayowekezekana. Maana tayari umeshazidi 喜 kukaribia. 欢你的， Nakwambia kila siku sikupendi lazimisha. Kwa nini unalazimisha wewe? Kwa nini unalazimisha mimi? Binti uelewe maneno yalimuingia. Naonekana mwamba anajifanya kila kitu lakini mwamba mtaki kabisa yani. Maskini ya Mungu binti leo alijisikia aibu kubwa. Hatimaye leo aliondoka baada ya mwamba kumwambia sikutaki. Cheki mambo. Neno mbaya kabisa hili. Lakini kumbe naye sumu imeweza kumuingia. Kwanza sasa hivi anaenda kufa yeye, maana sumu tayari iko ndani ya mwili wake. 大哥没本事保护你了。 Kamba kweli sasa hivi sina uwezo wa kukulinda wewe binti. Kwa naomba ungeenda tu ingekuwa ni kitu cha maana. Maana yeye yuko tayari kufa, atake kumuua mwamba anamuita Fu Hongxue, ni kitu ambao ataki. Cheki mambo hayo. Basi binti pamoja na Fu Hongxue ukiwa umespend maeneo ya desert huko umetulia tulia. 蝴蝶啊， Kamba angalia kuna vipepeo wengi wa rangi tofauti tofauti wanapatikana hapa. 美啊！ Wazuri sana. Fu Hongxue wanaendelea kusavi na binti wanafurahia mapenzi yao pamoja leo. Binti anaonekana kukaa na mwamba Fu Hongxue anapata raha na furaha nyingi zaidi. Cheki mambo. Binti akiwa anafurahi. Walikuta kuna kibanda kimoja kimekaa hapa. 哎，你知道吗？ Kama unajua kitu, 这里有一种很稀有的蝴蝶。 bangu ananiambia kwamba vipepeo ni wazuri zaidi 姐， na pia Fu Hongxue wala kuona binti amekaa naye muda mrefu pasipo kupata chochote. Yamwona binti siku leo ana furaha sana, muda mwingi anafurahi huku na kule. Akiwa anaangalia vipepeo hawa. Fu Hongxue aliamua atakwenda kutafuta chochote aweze kula leo. 休息一会儿，我去弄些吃的。 Kabla anakwenda kutafuta samaki wa kuweza kula mimi na wewe.
你留下来生火吧。Naomba ukae hapa mimi nitakuja afu nilete maana tuweze kukaa muda wote bila kula. Kama basi hamna shida. Kama basi uko makini, hakuna tatizo kabisa. Binti leo naamini kama leo Feng Shui yuko karibu na yeye. Maana ndio kitu ambacho alikuwa zumuno lake toka pande za mbali zaidi. Basi mama Feng Shui kama kawaida alikuwa leo anatafuta samaki nini kama kawaida. Anawinda kuweza kujipatia msosi. Akati ametulia pale, na mamake alikuja leo. Sasa mambo hayo. Kila kitu anachofanya mamake anakuwa anamfuatilia muda mwingi. Hapo akiendelea kuwinda samaki pasipo kuweza kufahamu. Anaweka kwenye begi tayari uweze kwenda kula pamoja na binti yule. Lakini alihisi kuna mtu hapa. Ndipo alipotupa macho alimuona mama yake amekuja leo. Cheki mambo. Basi ilibidi airisha alichokuwa anakifanya kamsikilize, maana yake mamaje akija maana yake ana jambo la kuweza kumwambia. Alimsogelea kipepeo mmoja huyu hapa. Alipomgusa upepeo huyo, kuna ujumbe alita kumletea. Kumbuka na watu zamani walikuwa wanatumia aina vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vipo. Kama inaonekana unamjali sana mke wako wewe. Ya. Mama amekuja huko hapa. 看看我儿子呀。 Kama mje kumwangalia mwanangu jinsi ambavyo anajisi anavyonisikiliza mimi. Cheki mambo hayo. 马芳玲现在特别信任。 Mafangli tayari ameshanipenda, kila kitu kimesha kwenda. 很好。 Kamba vizuri sana. 但你不要忘了一件事。 Ushasahau kitu kimoja lakini. Kamba nini? 戏演真了。 Sitaki umpende binti huyu. 我绝对不会的。 Kamba jizaje kumkataa? Kamba kwa nini unaipaniki? 让马芳玲。 Ushaingia na ushaanza kumpenda binti huyu, si ndio eh? 忘记你这次的使命吧。 Ushasahau misheni yako, si ndio? 不忘记。 Kama hapana nisijasahau mama. 杀掉马空群。 Makang ni adui yangu lazima niweze kumuua. 那你现在就去把他给。 Basi muue binti, nikikuagiza umuue binti utamuua. Nikikuagiza umuue binti utamuua. 他是无辜的。这 mama. 他有什么关系？ Kamshika mzee. 你也是无辜的。 Unaonekana innocent. Mbona unamtetea binti wakati kipindi kile alikutetea sisi tulivyoweza kuuawa? Hawakutuonea huruma, walituua bila huruma. 我就知道。 Kama nishajua kitu shampenda binti huyu, si ndio? 喜欢上那个马。 Umempenda Mafangli, si ndio? 你太让我失。 Kwa hiyo uko tayari kunikiuka mimi. 娘。 Kama hapana mama usiende mama. 没有一丝一毫的喜欢他。 Simpendi tena nishaamua. Mama kaona safi. 就发一个誓。 Kwa hiyo ushaanza kunisikiliza mimi, si ndio? 你都不会爱上马芳玲。 Na uhakikisha kwamba utakaompenda binti yenu kapenda naye kinafiki. Umesikia? 我发誓。 Kama mama ninaapa sitampenda binti huyu. 不会对马芳玲动心。 Hii ndio kazi ya mama anaifanya. Analipiza kisasi kupitia mtoto wake. 是带给你个东西。 Kama nataka nikuagize kitu kimoja. 你还记得？ Unaikumbuka ifimbo? Hii ni nini? Samamba kaitazama mzee ndo akakumbuka mzee. Anakumbuka kati alipokuwa akifundisha mafunzo na mama yake alipokuwa akimfundisha style za mpambano za aina demon sect. Hiyo ni kitu ambacho anakumbuka. Cheki mambo haya. Anakumbuka alipokuwa akifundishwa mzee. Kipindi kile ambapo alikuwa akijifunza zaidi style nyingi za demon sect. Na mama yake ndiye alikuwa mwalimu wake na mwamba anamuita Fu Hongxue, ambapo mama yake alikuwa akimwona kijana akiwa anajiproud kila siku yani. Fimbo hii mama alikuwa anaitumia kumtandika pindi anapokosea mzee. Alipokuwa akimpa mafunzo alikuwa anatumia fimbo hii kumtandika nao. Cheki mambo, alikuwa anamkumbusha kwamba alitumia fimbo hii kumfunza pamoja na kumtandika kati anampa mafunzo ya mpambano. Alichapwa sana mama mzee na mama anaita Fu Hongxue. So hivi leo tunapomwona ni shujaa kupiga ngumi, alipitia mafunzo mengi sana na kipigwa alipigwa na mama yake cha hatari. Alipokuwa akikosea mzee alikuwa anachapwa kweli yani. 你跟桃木棍都打不过。 Kama uwezi hata kuondoa fimbo ile kwenye mkono wangu. 对不起。 Kwa hiyo disappoint msindio? Kumbuka alikuwa anatandikwa sana kipindi hicho. Na hii fimbo ya mafunzo yamemaliza leo. Mama anaamua kumrudishia fimbo hii. Basi ilibidi aweze kuipotea.
也陪了你10几年。 Kaambia sasa hivi umeshakuwa. 把它留给你。 Sasa hivi unaweza ukabaki nayo fimbo hii. 之后 Tumaini kama itakuwa ni kitu ambacho kitatoka na kukumbusha nini nilichokufunza tangu zamani. Aliposhika fimbo hii, 年我能为你做的也都 kama nishamaliza kila kitu na wewe miaka yote nimekufundisha. 我的 Nadhani kwamba 是失望。 hautanikataa mimi kile ninachoweza kukuagiza wewe. Fimbo hii itabaki kukukumbusha kila siku. Mama aliweza kuondoka ni mamake na Fu Hongxue. Alimwagiza kwamba asimpende binti tena. Hakikisha tu anapendana naye kinafiki. Cheki mambo hayo. Basi mama anaita Fu Hongxue alirudi kule, lakini alikuwa na mawazo mengi. Maana mapenzi yanaga utani siku zote. Binti alifika leo, hapo kuna moto ambao alikuwa ameweza kuwasha. Mama alipokuwa anajifikiria binti anatoka kutafuta kuni ndo wakati anarudi leo. Kaambia umesharudi si? 所以就去找了一些。 Kabla nenda kutafuta kuni za kutosha, maana niliona kama kuni vile hamna. Tuje chome samaki hapa. Lakini anamuona mwamba bwana kama vile ana mawazo. Sasa akachukua ile fimbo pasipo kujua ni fimbo ya nini, akatupa kwenye moto. Cheki mambo. Akaitupa kwenye moto pasipo kujua fimbo hii Fu Hongxue amepewa kama kumbukumbu ya mama yake. Fu Hongxue amekaa tu hajui wala lile nini. Kata anachukua samaki ile kuchoma, vipeo katoka wengi zaidi. Kaambia blue butterfly, angalia vipeo wa blue Fu Hongxue. Fu Hongxue amekaa pale amtazama binti huyu mzee. Fu Hongxue anatupa macho, anaona fimbo yake imetupa kwenye moto mzee. Kibo. Kavuruga moto mzima mzee, sabadilika tayari. Vuruga. Toa moto mzima. Unafanya nini? Unafanya nini Fu Hongxue, unafanya nini wewe? Kaa mbali na mimi binti wewe. Binti akashangaa badilikaje tena. Kwa sababu ya fimbo hii mama yake alimpa. Binti alijua tu ni kuni ya kawaida akatupa, lakini hakufahamu kwamba fimbo hii ina muhimu kwake. Kaambia nini kingekukuta tena? Mbona nifanyie mimi? Mbona nifanyie mimi vitu kama hivi? Ashabadilika hivyo. Kaambia hamna kitu, ile nakuchukia tu ghafla. Hatuwezi kukaa tena mimi na wewe tena hapa. Naomba ondoka. Ondoka nimekwambia. Yo. Binti ilibidi aondoke aisee. Hamna neno baya mtu nampenda alafu anakuambia ondoka. Oh. Fu Hongxue anaangalia ile fimbo na kitu ambacho, kumbuka Fu Hongxue anaendeshwa na mama yake muda wote. Hana uwezo wa kujiendesha yeye binafsi, kwa binti hajafahamu chochote. Turudi upande wa Nameless Prevision ambapo anamuita Yeka, ambapo basi mkali alikuwa ameweza kutulia baada ya pale. Yeka anatumbuka na sumu inamtesa maskini ya Mungu. Kapewa sumu akisha anamuua rafiki yake Fu Hongxue maskini ya Mungu, lakini hataki. Hasa ile sumu inapopita inampa maumivu makali zaidi. Mwana una urafiki wa kweli, unaitwa urafiki wa kweli, kufai kwa ziki ndiye rafiki. Ametumwa na kazi ya kumua Fu Hongxue lakini hataki. Kati anapambana vile Fu Hongxue anaingia mzee, mama akajifanya ametulia. Fu Hongxue kana utalia anajifanya fanya nini huyo? Zimea. Kaambia si hatimaye unaweza kuja, si ndio? Jihua ba. Nikuona umeenda kukaa na mwanamke kwa muda wote. Zamla? Shida nini kati yako wewe? Mmepigana? 我跟你说，女人啊， Ngoja nakwambia kitu rafiki yangu. Unajua wanawake 好吧，她想你， ndio hivyo alivyo. Binti anakumisi kila saa lakini unaonekana unamzingua bicho. 这方面我是高手。 Nitakufundisha namna gani ya kuweza kukaa na mwanamke vizuri, uishi naye vizuri, nitakufundisha. 你在干什么？ Tambua nafanya nini? 我这里 Hamna, nilikuwa nafanya mazoezi ya martial art tu, hapana kwa siumu kitu wote. 我把自己练到地上了。 Kaambia kama unadanganya ni shauri lako hiyo. 汉拳， Nilikuwa napiga zoezi la sleeping fist, yani pigo la kulala. 件事情， Kama nataka unisaidie kitu kimoja siku ya kesho. Mwamba kabidi asogee. Jamani, niomba msaada leo. 下次你请人帮忙的时候， Kama nashangaa sana muda mrefu leo unaomba msaada wangu, kuna nini? 不会少你一块肉的。 Lakini sitakuwa na moyo wa kufanya hivyo. 你帮我去给马芳玲送。 Kama nataka unifikishie barua hii kwa Mafangli kule kuna. 你让我去万马堂， Kama nataka nirudi tena kwa Mafangli wakati unajua mimi ni wanted kule. 眼里跟要喷火。 Hujui kama nidanganya kama ni mrongo mzuri, mimi sio mwenyewe natafutwa kinoma mpaka sasa hivi. 你有你的办法。 Kaambia wewe tafuta mwenyewe. Chagua mwenyewe.
Sasa akakuta kuna supu kwa akaipiga supu mzee. Oh. Kamba hiyo nini? 什么什么 Kamba hiyo supu imetengenezwa na nyoka wale snake wa zamani wale. Oh. 什么东西？ Sasa kumefungshwa anywagi supu yenye sumu ya nyoka. 我 Cheki mambo hayo. Anywagi supu ambayo imetengenezwa na nyoka. Cheki mambo hayo. Anywagi kabisa maana kitu kimoja ambacho ni kibaya zaidi. 睡了这条小， Kaambia kiani maisha yangu nakwenda kupoteza kwa sababu yako Fengshu. 刚刚我们主 Chukua nakumbuka alichoambiwa. Tunataka hiyo sumu itapita ndani ya moyo wako hatimaye itakuja kuweza kukuua. 打死傅红雪的， Ili uweze kuhakikisha kwamba unapona lazima muue Fengshu, tutakupa dawa ya ugonjwa huu. 杀傅红雪的， Kwa hiyo nataka kama ni muue Fengshu. 难毒的人 Kama sumu hiyo iliweza kumeza 会起 wakati unakufa itatoa damu kwenye macho, pua, mdomo, kila mahali tutatoka damu mzee. Utakufa kifo cha maumivu sana. Yekae kafikiria juu ya swala hili, enda atakufa au atakufa. Nini anakwenda kufuata katika sehemu ya 11. Basi ndije hilo kama kaa kwenye mitambo siku leo toka pande za Boma Dorcas.